Tunajifunza somo ambalo linasema yenye kichwa kinachosema mjue Mungu, mjue Mungu. Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 28 mstari wa 9, naomba tusome wote kwa pamoja. Nawe Suleimani mwanangu. Ni mausia ya Daudi kwa Suleimani, anasema nawe Suleimani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo wa ukamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote. Kwa kuwa Bwana utafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta yeye ataonekana. Ukimwacha atakutupa milele. Nawe Suleiman, mjue Mungu wa baba zako. Mausia ya Daudi kwa mtoto wake Suleiman. Somo linasema mjue Mungu. Kujua kibiblia ni hali ya kutambua kwa kuangazishwa na nuru ya Kristo. Kujua ni hali ya kutambua, kupambanua kunakotokana na kuangazishwa na nuru ya Kristo. Unaweza ukajua mambo mengi, si Mungu. Wako wataalamu mbalimbali, wako wasomi mbalimbali, wako wajuzi wa mambo mbalimbali duniani, lakini pamoja na ujuzi wao, ukiangalia mioyoni mwao iko huzuni ambayo haijapata majibu. Uko ukiwa ambao haujapata majibu. Yako mateso ambayo hajapata majibu. Mtu ni msomi, mtu ni ana fedha na mali, lakini katika maisha yake kuna vitu ambavyo anajiuliza maswali havina majibu. Ingawa amejua masomo, amejua biashara, amejua familia, amejua vitu mbalimbali, lakini inapokuja swala la kumjua Mungu, ni swala si tu la maarifa kichwani, ni swala la maarifa kichwani yanayoingia kwa njia ya kuangazishwa, kwa njia ya kufunuliwa. Kwa hiyo anaposema kwamba nawe Suleimani mwanangu, mjue Mungu wa baba zako, anamsihi Suleimani ili apate kufunuliwa, kuijua nuru ya Mungu katika maisha yake. Yako andiko, lakini iko neno. Neno ni ufunuo. Andiko ni maandishi tu yaliyoandikwa. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamjua mwanawe pekee, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima milele. Hapo umesoma andiko, lakini kuna hali ya lile andiko kukaa, kutembea, linaleta tafakuri ambayo ni ya kina. Unashangaa mtu anasoma neno, mtu anasikiliza neno, kunakuwa na ujumbe ambao unaingia moyoni. Mtu anasikiliza neno, kunakuwa na amani ambayo inajengwa ndani. Mtu anasikiliza neno, unaona na bubujiko linatokea, machozi yanatoka, unaona kuna majuto, kama alikuwa mtu ambaye haiko kwenye njia ambayo ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu huyo anamjua Mungu kupitia neno lake. Huyo si tu anasikiliza neno, hapana, huyo anafika anamjua Mungu, kwa sababu kunakuwa na bubujiko ndani. Anasema nawe Suleimani mwanangu, mjue Mungu wa baba zako. Mjue Mungu, usiishie tu kusikia. Anasema mjue Mungu. Kujua ni kuangazishwa katika nuru ya Kristo itokanayo na neno la Mungu.
Mjue Mungu, mjue Mungu. Mwambie jirani yako mjue Mungu, mwambie mjue Mungu. Anasema, nao Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba zako, ukamtumikie kwa moyo. Hawezi kutumika na kumtumikia Mungu kama hujamjua nani. Hawezi. Halo, wako wanafunzi ambao wanasomea udaktari, darasa la kwanza mpaka la 7, kidato cha kwanza mpaka cha 6, atasoma chuo miaka yake kadhaa kwa level yake, halafu kisha ataanza kutumikia udaktari. Kuna hali ya kutumika au kuna hatua ya kutumika, lakini pia hii hatua ya kutumika inatanguliwa na hatua ya kujua unachokwenda kutumikia. Halo, halo. Udaktari kabla huja apply, you have to learn for it before. Lazima ujifunze kuhusu udaktari kabla hujamtumikia Mungu. Lazima ujifunze kumhusu nani? Mungu. Lazima umjue Mungu kwanza, ndipo utaona. Ukimjua Mungu kwenye eneo la afya, utaona namna ambavyo wewe mwenyewe utashuhudiwa kwa habari ya afya. Ukimjua Mungu kwenye eneo la utoaji, utaona vile ambavyo wewe mwenyewe utakuwa ni shahidi kwenye eneo la utoaji. Ukimjua Mungu kwenye eneo la maombi, utajiona mwenyewe ulivyo shahidi kwenye hilo eneo la maombi. Kwa hiyo maandiko nasema, nanyi mtaijua kweli, Yohana 8:30, nanyi mtaijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo hatua ya kujua kuwa ni hatua ya msingi sana, ili umpendeze Mungu, ili uwe mwana maombi mzuri, ili uwe mtumishi mzuri, uwe baba na mama mzuri, uwe mtoto mzuri, ufanye vitu kwa weledi mkubwa. Kwanza lazima umjue Mungu. Ukimjua Mungu hautagombana naye. Ukimjua Mungu hautafarakana naye. Ukimjua Mungu hautapishana naye. Ukimjua Mungu hautaona ni mzito kutembea na Mungu. Mjue Mungu. Unaweza kauliza, nitamjuaje Mungu? Maandiko yanasema katika kitabu cha Warumi, fungua kitabu cha Warumi, kitabu cha Warumi, Warumi 10:17, anasemaje? Kitabu cha Warumi anasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Imani inajengwa kwa kusikia, kumjua Mungu, na kusikia huko kunatokana na Mungu. Nawezaje kumjua Mungu? Mungu amejifunua kwa neno lake moja. Kwa hiyo chanzo kikubwa cha kumjua Mungu ni neno la nani? Msingi wa kumjua Mungu ni neno lake. Jambo la pili, kumjua Mungu kunatokana na shauku yako ya moyoni. Je, unayo shauku ya kumjua Mungu? Halo, Bwana Yesu asifiwe. Umejengwa kwenye shauku ya kumjua Mungu? Mbona umekuwa ukijua mambo mbalimbali tena kwa bidii na kwa mateso? Wakati nasoma usisinzie, unaweka miguu kwenye maji. Bwana Yesu asifiwe. Unaweka miguu kwenye nini? Kwenye maji. Ili usisinzie. Maji ya baridi. Unaopenda usingizi, hatuna amka. Wakati mwingine usiku unapita haujalala. Wakati mwingine mnasoma kwa zamu. Hawa baada tu ya chakula watu wanaingia kwenye msuli au wanapumzika kidogo. Baada saa 1 ameamka, masaa 3 matatu, unalala masaa 3. Wale wanasoma masaa 3. Yakitimia masaa 3, waliokuwa wanasoma wanawaamsheni mliolala. Yaani utaamka
Ukiamka unarudi mezani, wengine wale walikuwa mezani wanaingia kula. Wanasoma, baada ya masaa 3 wanawamsha wengine. Kwa nasoma lakini tunatamani kula. Lakini kwa sababu tunataka maarifa, tunajikataa. Kwa hiyo kama duniani na kwenye maarifa ya mambo ya dunia tunaumia kwa ajili ya kupata maarifa, kwa nini kwa habari ya Mungu hatutumii juhudi hiyo kumjua Mungu? Hauna muda kabisa wa kuambatana na Mungu. Mpendwa, matokeo yanakuja katika kumjua Mungu. Matokeo makubwa yanaletwa katika nuru ya kuangazishwa na Mungu. Tamani kumjua Mungu. Hapa Nabii Suleiman anapewa mausia na baba yake ambaye alikuwa ni mfalme, na Suleiman amerithishwa kiti cha ufalme. Anamwambia kwenye ufalme, kwenye kiti cha ufalme hautaweza kushinda kama haujamjua nani. Hautaweza kumtumikia kama haujamjua nani. Mjue Mungu wa baba zako na ukamtumikie. Kutumika kuja baada ya kumjua, ili uwe vizuri katika utumishi. Mjue Mungu na mtumikie. Ndio maana ofisi nyingi huwa kuna sheria za kampuni, huwa kuna sheria za utumishi wa umma, si ndivyo? Wale wafanyakazi wa serikali hawezi ukafanya kama hujua kwanza sheria. Ili katazo, haki zako ni hizi, wajibu wako ni huu. Na kwa Mungu ni vivyo hivyo. Maarifa huja kwa neno la Kristo. Anasemaje? Endelea mstari ule wa Mambo ya Nyakati. Karibu mstari wa 9. Mstari wa 9 anasema, nao Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu. Kuna mkato, si ndivyo? Alafu sema na kwa nia ya kumkubali. Ukishamjua utamtumikia kwa moyo wa ukamilifu. Kama hautumiki kwa moyo wa ukamilifu, manake bado hujamjua nani? Kama utumiki kwa moyo wa ukamilifu, manake bado hujamjua Mungu. Kama utumiki kwa nia ya kweli, manake bado hujamjua nani? Mungu. Anasema kwa nia ya kumkubali. Alafu anasema kwa kuwa Bwana hutambua, anasema tafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote na fikra zote. Kwa nini? Kwa sababu kama ndani uko moyo wa kumtumikia, uko moyo wa kumjua Mungu, huwa analeta mafunuo yake kwako wewe. Mungu anajifunua ili umjue. Kama kuna nia, kama kuna moyo wa kumjua Mungu, anajifunua ili umjue. Sema amina. Hawezi ukaenda kutawala Suleiman kama hujamjua Mungu. Watawala wa dunia huwa wanaenda kwa waganga wa kienyeji na nguvu za giza, wakajue kwanza kule. Halo, si unanielewa? Wanakwambia huwezi ukakaa kwenye nyumba mpya kabla hujafanya, wanasema kufanyaje? Zindiko. Yaani manake nenda kwanza ukaujue ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda ukaripoti kwanza. Hapo huwezi ukakaa salama. Sisi tunakwambia hivi, huwezi ukatembea na Mungu hujamjua huyu unayetembea naye. Maana ukitembea na mtu ambaye umjui sio salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjue Mungu ili ujue namna kutembea naye. Yeye akija kwako anaiangalia nia yako, halafu anajifunua kwako ili umjue. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma kitabu cha Ayubu, fungua kitabu cha Ayubu.
Ayubu ile sura ya 21. Ayubu sura ya 21. Tumefika hapo mstari wa 22. Karibu. Nenda 22, 21. Yes. Anasema mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na mjue sana. Tena hapa ameongeza neno sana. Mjue sana nani? Tamani kumjua Mungu. Tamani. Yaani tamani kumjua Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na nini? Amani haiji kama hujamjua nani. Hapo anasemaje? Na hayo ndipo hayo mema atafanya, yatakujilia. Mema, amani haviji kama ufahamu wako bado hujamjua Mungu. Yaani iko hivi, mema na amani ni haki zako, lakini si haki hautokuja kuzijua kama neno la Mungu hautolijua. Kwa unapozijua haki zako, maana tayari umemjua nani? Mungu. Kwa utaishi kwenye mateso, utaishi kwenye vifungo, utaishi kwenye machozi, kana kwamba hayo machozi, vifungo na mateso na maumivu ndio fungu lako. Kumbe sio fungu lako. Ukijua kwamba no, haya si sehemu ya maisha, maana tayari umemjua nani? Mungu. Halo, asema mjue sana Mungu, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Hakuna kuwa na amani kama hakuna kumjua Mungu. Neno hili limeunganisha, neno hili limeunganisha watumishi wa Mungu kwenye Ukristo. Hakuna anasema hakuna mtaalamu aliyemaliza kumjua Mungu. Yupo? Niambie, ni nani? Askofu gani? Niambieni ambaye tayari yeye alishamjuaga Mungu akamaliza. Nani? Hey! Wote bado tunamwelekea nani? Wote bado tunamchuchumilia Mungu. Wote tunatamani Mungu aendelee kujifunua kwa upya ndani yetu, kwenye maisha yetu. Hakuna bado umjui Mungu. Hebu endelea kutamani kumjua Mungu. Zamani mimi nilikuwa nahangaika sana, nilikuwa nikana kwamba niko daile Japan. Nasema kwani wa kweli ni yupi? Tumekulia kwenye mazingira fulani, wa kweli ni yupi kati ya huku na huku? Unajiuliza maswali. Nafika mahali nasema Mungu jifunue kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Na ile mambo mazuri niliomba miaka mingi sana, kipindi cha nyuma niliomba muda mrefu sana, Mungu jifunue kwenye maisha yangu. Nikamwambia Mungu jifunue. Kwenye kitabu cha kwenda kusoma, kitabu cha Waefeso kimezungumza vitu kadhaa. Mungu atupe akili, afu asema roho ya hekima, asema roho ya hekima, mafunuo. Yaani Mungu ajifunue kwako. Usotu mtu wa surprise, no. Mwambie Mungu afanye kao kwako. Mwambie Mungu achilie ushuhuda. Kuna ushuhuda ndani ya moyo wako, ushuhuda. Halo, yaani Mungu achilie ushuhuda ndani yako, akijidhihirisha katika maisha yako. Tamani kumjua Mungu, ushuhuda wake uongee ndani ya moyo wako. Usishi tu Mkristo fulani tu ambaye uelewe ujui. No, wewe lazima umjue Mungu wako, lazima umjue Mungu wako. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ili uwe na amani. Fungua kitabu cha Waefeso. Waefeso ile sura ya kwanza. Waefeso ile sura ya kwanza
Nasoma mstari kadhaa kuanzia 17 mpaka wa 23. Wa 17 23. Waefeso. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso anasema 17. Twende kwa pamoja. Mungu wa Bwana wetu Yesu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Awape ninyi roho ya hekima na roho ya nini? Ya ufunuo. Nisikilize hapa, yako mambo mawili. Jambo la kwanza ni roho ya hekima, maarifa. Hekima ni maarifa, ni ujuzi wa neno la Mungu. Ufunuo ni namna Mungu yakudhihirisha katika maisha yako kutokana au kupitia ujuzi wa hekima au hekima. Asema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo hawapeni ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika, anamalizia anasema katika kumjua yeye. Kwa hiyo kumjua Mungu sio tu jambo la kuja kanisani umerudi. Kumjua Mungu sio jambo tu mimi ni mdhehebu fulani, hapa. Kumjua Mungu ni jambo binafsi lenye ushuhuda na mguso ndani yako wewe mwenyewe. Kujua Mungu ni kukutana na nani? Na Mungu. Kujua Mungu ni kushuhudiwa kwa habari ya nuru ya Kristo. Na jambo hili la kumjua Mungu si jambo la siku moja, no, ni jambo la kila siku katika maisha yako, ni jambo la kila dakika katika maisha yako. Ingawa yani ni jambo la kila dakika kama kuna shauku ya kumjua. Anasema 18, sikiliza. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wake wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Macho ya mioyo, sio macho ya nyama. Sema amina. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho hayaoni gizani, ni kweli? Halo. Na moyo ukiwa hauna nuru ya Kristo hauoni, ni kweli? Moyo umezama katika dhambi, hauoni. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, muone mwito wake. Mwito ambao unazungumza. Niangalie kwanza machoni, angalia machoni, niangalie uko wapenda. Anasema macho yenu yatiwe nuru. Yakishatiwa nuru, muone mwito wake ulivyo. Mwito unaozungumzwa ni wokovu katika maisha yako. Alivyowaita ninyi kutoka dhambi, mmeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ninyi si watumwa tena, ninyi ni mali ya nani? Watoto wa nani? Sasa anasema mioyoni mwenu nuru ya Kristo iangaze. Ikiangaza mtaona vile ilivyo wokovu ulivyo na thamani. Wokovu si jambo la kawaida. Wokovu si jambo tu la kupapasa, no. Anasema macho yenu yatiwe nuru, muone mwito wake ulivyo kwa watakatifu. Anasema mwito wake, anasema macho yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake. Tumeliko tumaini katika wokovu. Wokovu si bahati nasibu, wapendwa. Asema amin. Wokovu si mkumbo, kufuata mkumbo, hapana. Wokovu ni mguso. Wokovu ni uhakika wa maisha. Anasema muone tumaini lake lilivyo katika mwito huo. Huo mwito wa wokovu umefungwa na kujawa na tumaini. Sisi tunajua, maana tukasema mtakufa, si tunajua kufa. Mtaangamia, tunajua no, uko wokovu kwa Bwana. Sema mtaenda, mtapotea. Sema no, tunaijua njia. Kwa nini? Kwa sababu tunaye mchungaji. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Watu wanapata tamaa, wanakata tamaa, lakini wanasema no, naona iko nini? Iko njia mimi. Anasema mjue wokovu ninyi. Kwani kwa sababu macho yenu yametiwa nini? Nuru tena. Macho yenu yametiwa nini?
Macho akitiwa nuru mtaona. Kama hivi naona mimi, naona lile ni jiwe, naona lile ni kiti, naona ile nini, naona yule ni mtu yule, naona ile ni simu, naona, lakini asiona. Anaweza kavamia chochote, anaweza akadumbukia shimoni, anaweza akaenda asifike safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kumjua Mungu mpendwa. Usiwe tunamjua Mungu wa mchungaji wangu, sawa, lakini huyu Mungu ni wako pia na wewe. Hivi unajua mchungaji wangu na upako wote, ni kweli, lakini pia naona upako wako wote. Halo. Hivi unajua mchungaji wangu, ni kweli mchungaji wako, lakini pia na wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mjue Mungu tena, umjue Mungu kweli kweli. Anasema mjue sana nani? Mungu, ili uwe nayo nini? Amani. Macho yaliyo kipofu yapate kuona, macho yaliyo kipofu yapate kuona. Anasema na utajiri wa utukufu wake na utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Na utukufu wa urithi wa watakatifu jinsi ulivyo. Urithi wa watakatifu, utukufu wa urithi. Utukufu ni kitu kilichoinuliwa, si ndivyo? Kilichotukuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Urithi wako wewe si urithi wa kawaida. Baraka zako wewe si baraka za kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Utiwe nuru machoni uweze kuona baraka ambazo ziko pamoja. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee ili yawe maskini kwa ajili yako wewe. Umerithi mambo ya mbinguni, umerithi mambo ya duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Una ahadi ya urithi wa uzima, una ahadi ya baraka za nani? Za Mungu katika maisha yako. Hizi baraka si baraka za kugombaniana, ni baraka za kwako. Kila mmoja ana portions zake, kila mmoja ana kipimo chake cha baraka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo ubora wa ukuu wa Mungu, uweza, enzi ya Mungu jinsi ilivyo ndani yako. Hebu weka mkono wako kifuani namna hii. Weka mkono kifuani. Maana tunasema sisi ni hekalu la nani? Sema Bwana Yesu, ninaamini tena leo wewe ni Mungu mwenye uweza. Ukuu wako uko ndani yako. Fungua macho yangu niweze kuona vile ulivyo katika ukuu wako ndani yangu. Anasema na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, sisi tulioamini. Huko ukuu wa ajabu ambao Mungu amewachilia ndani yetu. Anasema kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, mjuu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litwajalo, wala si la ulimwengu huu tu, bali katika ule ujao pia. Anasema akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote, kwa kadiri ya kwa ajili ya kanisa ambalo nalifahamu hilo kanisa ni mimi na wewe. Yeye aliyeshinda kifo na nini? Anasema ile nguvu, ule ubora, ule uweza ambao aliwachilia kwa kumfufua Kristo kutoka kwa wafu, akamketisha juu sana. Anasema amemfanya kuwa juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya sultani, juu ya vitu vyote. Akaweka vitu vyote chini ya miguu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameweka hivi, amefanya hivi kwa ajili ya kanisa. Kanisa ni mimi na wewe. Ubora na ukuu na uweza wa ajabu uko ndani yetu. Sema amina. Sema amina. Ukimjua Mungu utajua vile ambavyo ufalme wake unavyotenda kazi katika maisha. Utajua vile ambavyo uweza wake unavyotenda kazi katika maisha yako. Utajua vile ambavyo anaweza kuponya na kuinua tena. Utajua vile ambavyo anaweza kurejesha na kupatanisha. Utajua vile ambavyo anaweza
kutengeneza yaliyopotea na kuharibika. Utajua vile ambavyo ana nguvu kuliko mamlaka na ufalme wa giza. Utajua vile ambavyo Mungu, utaona neema isiyokuwa ya kawaida ndani yako. Haujui, ndio maana hujui, ila ungejua wewe ni nani. Ungejua mamlaka iliyoko ndani yako. Anasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala kuna kitu cha kuwadhuru. Iko neema ambayo sio ya kawaida, iko nguvu ambayo sio ya kawaida, uko uwezo ambao sio ya kawaida, ambao unaambatana na kumjua Mungu ndani yako wewe. Kama ukimjua, utaona hiyo neema itatembea na wewe. Kama ukimjua, utaona baraka ambayo itatembea na wewe. Walisema tumekuzuia, lakini ukijua kile kilichoko ndani, unaambia mimi sizuiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisema nakwambia kwamba wewe ni mtoto wa mwisho na hauna haki ya kuambia mimi amjui. Mimi ni mtoto wa Yesu, sio mtoto wa mwisho. Bado haujui. Sema najua leo. Sema najua leo. Unatishwa tu vya ajabu ajabu tu. Unatishwa tu vitu vya ajabu ajabu tu, alafu na wewe hauna hata habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna hata habari. Si mnanielewa vizuri? Mnanielewa? Yaani umetishwa na hauna habari. Yaani kuna mtu alishaongeaga na wewe akakushushia mnahitaji? Mamereti niangalie huko. Mnaitwaje? Maneno magumu. Alafu hutaki kumuona tena kwenye maisha yako. Ukimuona tu na pressure inapanda. Pole kubwa. Badala ya yeye kukukimbia, wewe ndio unafanyaje? Unamkimbia. Si vitu uko hivyo. Badala ya wewe kukukimbia. Mashemazi nisaidia na watoto basi. Badala ya wewe kuonyesha nguvu zako ili yule akukimbie, yeye ndio anafanyaje? Anakukimbia. Unajua ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua ni mbaya sana. Unanielewa vizuri? Mnanielewa? Niangalieni. Mnanielewa? Ndani yako iko nguvu. Ndani yako uko uweza. Lakini uweza hutokuja kwako kama hujamjua nani? Mungu. Hauji, ndani yako hauji uweza. Hautaona mabadiliko yoyote kama hujui Mungu. Kwa ufunguo ni kumjua, mjue Mungu. Tamani kumjua Mungu. Yule dada tulikutana naye kwenye gari ilikuwaje? Alianza kuuliza maswali. Akasema mimi kiongozi wangu wa dini huwa namuuliza. Na ikafika mahali kama wananitenga. Anauliza maswali lakini magumu, ni magumu. Ni maswali magumu ambayo lakini yako wazi kwa Biblia. Biblia imejieleza wazi. Yule dada alipata uponyaji siku ile muda ule kwa sababu ya shauku yake ya kutaka kumjua naye. Aliuliza maswali mengi sana. Sasa mimi natamani kumjua Mungu. Ukiwa na shauku ya kumjua Mungu, Mungu anajifunua kwako. Ukiwa na shauku ya kumjua Mungu, unaona anafanya vitu vikubwa kwako. Wewe tamani kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kumjua nani? Mungu. Yaani wewe tamani kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, utaona mambo yanabadilika. Akili inabadilika. Akili tu ya kawaida inabadilika. Kulikuwa na hofu fulani ambayo inatembea na wewe, unaona inabadilika. Hakuna, inatoweka. Tamani kumjua Mungu. Usifike mahali ukashiba kumjua Mungu. Mimi nimeshiba kumjua. No. Hatushibi kumjua Mungu. Tunamjua maana kwa sababu kutoka utukufu kwenda nini? Kwenda utukufu. Unamjua leo, kesho na kesho kutwa. Unamjua, yani unakuwa unatoka viwango kwenda viwango zaidi. Tamani kumjua Mungu. Tamani kumjua Mungu. Kaa ujue Mungu. Mwambie Mungu, mimi nataka nikujue. Sasa nataka nijue pendo lake na wokovu wake zaidi.
nataka, natamani nitoke viwango, nizidi kumjua Mungu. Wapendwa, liko furushi la baraka kwa ajili yako, lakini hili halijaje na haliwezi kuja kama wewe hautokaa kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utojua hutofaidi, ukijua unafaidi. Anaambia Suleimani, mwanangu, mjue Mungu. Sasa macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, muweze kujua, kuona tumaini lilivyo katika mwito wake, baraka za ajabu ambazo zimeambatana na wokovu, neema ya ajabu ambayo imeambatana na wokovu, uponyaji wa ajabu ambao umeambatana na wokovu, matumaini ya ajabu ambayo yako ndani ya wokovu, furaha ambayo haina kikomo ambayo iko ndani ya wokovu, uponyaji ambao sio wa kawaida umeambatana pamoja na wokovu. Kama ukijua, utaweza kuona mambo makubwa na ya ajabu. Tamani tena na tamani kumjua Mungu zaidi. Tamani umjue Mungu, iwe kiu yako ya asubuhi, kiu ya mchana, kiu ya jioni. Mimi nataka kujua Mungu, nataka nikujue. Aliyemjua Mungu utamwona anatoka nyumbani na anavyotoka nyumbani. Aliyemjua Mungu utamwona na ambavyo anaandaa matoleo yake. Aliyemjua Mungu utamwona na ambavyo amekaa kwenye kiti. Aliyemjua Mungu utamwona na ambavyo anaongea, anajibizana, na ambavyo anaishi, na ambavyo anaangalia. Utamwona huyu anamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anamjua nani? Yaani unamwona, sema kweli huyu anamjua Mungu. Unamwona, sema huyu anamjua Mungu. Maana tukasema tuwe nuru na chumvi ya nini? Kwani si unaonekana tu, sema kweli huyu ni wa nani? Ni mali ya Mungu. Sema huyu ni fungu la Mungu. Huyu ni mali ya Mungu. Hauna haja ya kujieleza sana. Maelezo yako ya moyoni huwa yanadhihirika katika matendo yako ya kila siku. Hauwezi kujificha. Kama ni giza ni giza, kama ni nuru. Tamani kumjua Mungu. Nawezaje kumjua Mungu? Nimesema neno la Mungu lipo. Jifunze mara kwa mara neno la nani? Jifunze neno la Mungu. Jenga shauku moyoni mwako ya kumjua Mungu. Dumu kwenye maombi ya matarajio na matumaini kumhusu Mungu. Alafu utaanza kumwona Mungu amejifunua katika maisha yako. Simama. Utaanza kumwona Mungu. Utaanza kumwona Mungu alivyo ajabu. Simama, nyanyua mikono yako mbele juu. Ukiwa umefunika macho yako, niko mbele zako. Nimelisikia neno lako, neno la uzima. Ninaomba mchana wa leo nikujue. Neno lako limekuja kwangu katika majira haya na wakati huu. Ninakushukuru na kuomba jifunue katika maisha yangu. Roho Mtakatifu, wewe ni Mungu, mimi ni hekalu lako. Niko tayari kutembea nawe, niko tayari kukujua, niko tayari. Jifunue kwangu kwa jina la Yesu. Kila aina ya vita ya kunizuia nisikujue, ninayakana, ninailaani, ninaiharibu kwa jina la Yesu. Ninaomba leo nikujue, naomba leo ujifunue kwa jina la Yesu. Nikujue kwenye afya yangu, nikujue kwenye uchumi wangu, nikujue kwenye ndoa yangu, nikujue kwa watoto wangu, nikujue kila eneo la maisha yangu. Naomba mchana wa leo, achilia nuru yako ndani ya moyo wangu, achilia nuru yako ndani ya maisha yangu. Nisiwe mtu wa kutangatanga, nisiwe mtu wa kupoteza matumaini, niwe mtu niliyesimama, niwe mtu wenye matumaini kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, zama ndani yangu kwa upya tena kwa jina la Yesu.
Bwana Yesu, maisha yangu ya kukujua naweka mikononi mwako. Hatua zangu za kukujua naweka mikononi mwako. Nisaidie tena katika jina la Yesu. Weka mkono. Kama kuna maumivu mahali, kama si maumivu ya ugonjwa, weka mkono kifuani. Ninaomba na wewe, chochote ambacho kimevamia kambi, kimevamia maisha yako, ni ndoto za ajabu ajabu ambazo wewe unaota, vitisho ambavyo umekutana navyo kwenye maisha yako, ni kana kwamba kuna mahali unaanza kuhisi maumivu fulani hivi, ni dalili fulani hivi unaziona za afya, lakini pia dalili katika mambo yako fulani fulani. Ninaomba na wewe leo, itakuwa mwisho wa huo msiba, itakuwa mwisho wa hiyo hofu, itakuwa mwisho wa mateso na maumivu, itakuwa mwisho wa kila chochote cha uharibifu ambacho kinazengea katika maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, Bwana wa mabwana, mfalme, tukuka leo katika maisha ya watu wao. Kila aina ya vita, kila aina ya silaha zilizotegwa katika ulimwengu wa roho, ninazilaani leo, ninaziharibu kwa jina la Yesu. Naamuru sasa kila aina ya uvamizi, kila aina ya mitego, kila aina ya maumivu, roho za kuvamia, hayatoweka sasa. Achilia maisha ya watu wa leo, achilia kwa jina la Yesu. Na kuamuru achilia maumivu kwa jina la Yesu, maumivu kwa jina la Yesu, hayatoka. Achilia, toka, achilia. Akawe na afya leo, akawe na afya leo, akawe huru leo kwa jina la Yesu. Hofu, wasiwasi, maumivu, vitisho, ndoto na zilaani leo, toka kwa jina la Yesu. Toka leo kwa jina la Yesu, akawe huru katika jina la Yesu. Amen.